Ni kongamano zuri la semina maalum kwa ajili ya siku kuu na msimu wa Pasaka, ambapo tunajifunza vitu vingi vinavyohusu kusudi letu la wokovu, kwa sababu kuishi kwetu na uhai wetu ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikianzisha pale msalabani. Sisi tumepokea nguvu ile baada ya Roho Mtakatifu kutujia juu yetu, na tumekuwa mashahidi na mashuhuda wa wema wa Mungu anaofanya kwa ajili ya maisha yetu, na tumekuwa kielelezo bora tukitazamia taswira ambayo ni Yesu Kristo na lile alilolianzisha na kazi aliyoanzisha ndani yetu imetupa nguvu ya kuenenda na lile tumaini la kutegemea thawabu itokayo juu, lile tumaini la wokovu, la mwito wetu mwema ambao tumeitwa kama watoto wa Mungu. Nikukumbusha, tumeokolewa kwa neema. Nani anaamini hivyo? Tumeokolewa kwa neema na sio kwa matendo yetu wala kujibidisha kwetu, bali ni kwa neema ambayo ameachilia kwenye maisha yetu. Na neema hiyo ndio imekufikisha wewe kuwa hapa sana wakati kama huu. Unao kila sababu ya kumwambia Bwana asante. Mwambie Bwana Yesu asante. Ninashukuru. Asante sana. Basi tunakwenda kuendelea kuanza somo letu la siku hii ya kwanza. Tulisema thimu yetu ama neno ambalo tunasimamia kwa msimu huu wote katika siku hizi tatu ni ufufuo na uzima. Sema ufufuo na uzima. Ni neno ambalo tunaliona ama tunalisoma kwenye ile Yohana 11 mstari ule wa 25. Yesu anamjibu Martha baada ya Martha kuonyesha kwamba anafahamu kweli habari ya ufufuo, lakini anaifahamu kwamba ni siku ile ya mwisho. Yesu anamwambia Martha, mimi ndio huo ufufuo na uzima. Na katika msimu huu tunajikumbusha tukipita katika barabara hiyo ya kufufuliwa, kuanzishiwa kazi mpya ya Yesu Kristo, afufuke na vile vyote ambavyo viko ndani ya maisha yetu, ili tuweze kusimama kama waamini. Kama unaamini, punga mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Basi tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha Yohana 11 mstari wa 25 ambao nimeusema. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Anasema mimi ndio huo ufufuo, akiwa anamjibu kile ambacho Martha amekisema kwenye mstari ule wa 24, kwamba najua ya kuwa atafufuka, lakini katika siku ile ya mwisho. Anamwambia sasa, hiyo siku unayoisema, ile nguvu ambayo wewe unaamini kwamba ni siku hiyo ndio itakufufua, ile nguvu ndio mimi ndiye simama mbele yako hapa. Ndiye mimi ambaye nimekujia. Anamwambia mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Lakini kuna sharti analiweka kwamba yeye aniaminie, yani huyo atakayeniamini mimi kama huo ufufuo, akiniamini, ni sharti, ni angalizo, ni a reminder, kama ukumbusho kwamba ikiwa utamwamini Yesu kama ufufuo wa maisha yako, kama ukifanya hivyo, basi hata ukifa katika mauti hii ya mwili, bado utakuwa unaishi. Nini kitasababisha uishi? Ni ile nguvu ya hakikisho la imani ndani yako, liliyofanya ukasema, ukaamini, ukaishi, ukaenenda katika kuamini huko kwamba Kristo ndio ufufuo wako, Kristo ndio tumaini lako, Kristo ndio hatima yako, Kristo ndio sababu yako. Ukifika katika level hiyo, basi hata mwili huu ukiisha, matumizi yake yakiisha, kazi yako hapa duniani ama miaka yako ikiisha, wewe utatofautishwa na yule ambaye haamini jambo hilo, maana wewe utaishi. Turudi nyuma kidogo, twende Yohana sura ya 10. Tuanzie ule mstari wa 14, tutasoma mpaka 18. 14 anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio kwangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba, na utoa uhai wangu
kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha hakutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Nimeweka mkazo hapo ili tuelewe kwamba hatoi uhai wake ili upotee. Anautoa uhai wake ili akupate wewe. Akikupata wewe, ameirejesha uhai wake ndani yako. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Ndio sababu anasema nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutoa, ninauweza wa kuutwaa tena. Agizo hilo na nilipokea kwa Baba yangu. Baba, libariki neno lako katika jioni hii. Tunajikabidhi mikononi mwako. Neno hili likafanyike baraka na likaguse mioyo ya watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema tunasimamia neno mawili, ufufuo na uzima, katika msimu huu wa Pasaka. Pasaka ni ufufuko wa Yesu Kristo. Pasaka ni habari ya Injili kwamba Kristo amefufuka. Pasaka ni habari ya wokovu na ukombozi kwa kila muamini, yaani kila aminie. Pasaka ni habari njema kwamba Yesu ndiye mwamba na ndiye nguzo ya maisha yetu. Sema amen. Haleluya. Lakini ili uiseme Pasaka vizuri, ni lazima uguse ufufuo. Na ili uguse ufufuo, ni lazima umseme huyo Kristo Yesu mfufuka, yaani Yesu aliyefufuka. Hivyo tutaangalia ufufuo ni nini kwa mujibu wa asili na muktadha wa kibiblia. Neno ufufuo ni nini? Neno ufufuo asili yake linatokana na neno la Kiyunani linalosema anastasis. Anastasis. Anastasis yani kuinua. Kuinua au kusimama tena. Anastasis. Neno linalomaanisha ufufuo. Na ufufuo ni kurejesha ama kuuisha kile ambacho kilikuwepo mwanzo kikapoteza uhai wake, kikafa. Kwa hiyo ufufuo unarejesha uhai wa kile ambacho kilipaswa kuwa hai lakini kikafa. Sasa ufufuo unarejesha ama unauisha matumizi ama muendelezo wa hicho ambacho kilikuwa kimekufa. Kwa neno hili Bwana aamshe kila kilichokuwa kimekufa ndani ya maisha yako, uweze kuinuka tena katika jina la Yesu. Kama unaamini sema naamini, ni la kwangu, nitafufuka tena katika jina la Yesu. Neno ufufuo pia husimama kama ukombozi, yaani kuokoa, kurejesha kilichopotea. Ndio maana Hosea 13:14 Hosea anasema nitawakomboa wao kutoka katika mkono wa kaburi, nitawaokoa wao kutoka kwenye kifo. Yote hii ni mistari ama ni maneno ya kinabii yanayofunua nguvu ya ufufuo, yanayoleta maana halisi, tafasiri nzuri na inayofaa juu ya ufufuo, ili tusaidie sisi ambao ni waamini kusimama katika zamu yetu na kujua wajibu wetu kisawasawa. Sema amen. Ni wakati wa kuokolewa, ni wakati wa kurejeshewa, ni wakati wa kurudishiwa kile kilichopotea, kuanza na Bwana kwa upya, kusimama tena kama kanisa, kusimama kama waamini. Sema haleluya. Ndiyo maana ya neno ufufuo. Ufufuo ni kurejeshewa uhai, ni kusema na iwe nuru katika giza. Tunaonaga usiku unapokuwa na giza, si ndio? Hata hapa giza linaanza kusogea. Ikifika giza ni ishara kama hakuna tumaini, kwa sababu ulimwengu mwingine ndio unachukua control.
mamlaka ya lile giza yanaruhusiwa kwa sababu ya ile hali inayokuwa imeingia. Kwa katika utu wa mwanadamu anakosa upeo wa kuona na kupambanua kwa sababu ya ile giza. Sasa nyenzo pekee ambayo inaweza kumfanya mtu huyo aweze kuelewa kinachoendelea, aweze kutafasiri, aweze kupambanua, nyenzo pekee ni kama nuru itatokea. Sema nuru. Yani mwangaza. Hebu sema Bwana Yesu, neno lako ndio taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Niangazie nuru yako isinipungukie. Uso wako uniangazie, nuru yako isikauke kwenye maisha yangu. Maana ukiniangazia ninapata kuona tena, ninapata kuelewa, ninapata kuishi. Ndio tafasiri ya ufufuo, kukombolewa, redemption, ukombozi halisi, liberation, uhuru, watu kufunguliwa kutoka kwenye magereza ya mikwamo na vifungo vya mateso ya adui shetani. Ibilisi alikuwa amekamata mamlaka na utu wa watu, alikuwa amekamata hatima zao, alikuwa amekamata mawazo yao, alikuwa amekamata miisho yao. Mbingu zikatokea, zikafadhaika. Ndio maana sauti inasema ni mtume naye akaja huyu Yesu unayemzungumza leo. Anakuja kama mwokozi, anakuja akiwa na mission kwamba anakuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, anakuja kurejesha vilivyoibwa, anakuja kutibua kisima cha maji ya uzima ambao ni Roho Mtakatifu aanze kumiminika juu ya maisha ya watoto wake. Ndio maana ya kukombolewa. Watu wengi wanajiuliza ufufuo ni nini? Wengine wanaamini kama Martha alivyokuwa anasema. Martha alisema huo ufufuo unaozungumza ni siku ile ya mwisho ya kiyama. Ndio alichokuwa anajua. Ndiye tafasiri vitabu Torah na manabii, vitabu vile vya kale vilikuwa vimeeleza hilo. Kwa hiyo alieleza ambacho amekuzwa akikisikia. Ndio maana uwe makini sana unajilisha nini katika mwili wako, kwa maisha yako ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaa elimu ya Mungu vizuri, uelewa waweni nani, unakusudi lipi, kwa nini uko hivyo ulivyo, kwa nini haupo kama mtu mwingine. Hii imani, huu wokovu ambao umepokea ni ili iwe vipi? Huyu Yesu ni nani? Ukiweza kujibu haya maswali, ndio ukaelewa, understanding. Ukipata uelewa, unasimama mahali palipobomoka na unasawazisha palipoperuza. Kuna aina za ufufuo. Nimesema leo tunajikita kwenye ufufuo kwanza, ili tuelewe concept, maana halisi ya ufufuo na kufufuliwa, kufufuka, kurejeshwa, kuuisha. Ukishaelewa maana, tafasiri halisi, tukifika kwenye hii segment ya uzima, utakuwa umeshapata mwanga mzuri wa kukamata ya maneno mawili yote, kwa maana ufufuo na uzima, yani resurrection and life. Tunakwenda kwenye aina za ufufuo ambazo ni muhimu sisi kama waamini kuzifahamu na kuzilinda vizuri. Aina za ufufuo. Ufufuo wa kwanza tunaoangalia leo ni ufufuo wa rohoni. Aina hiyo ufufuo huhusika sana katika hali ya ukombozi. Ukombozi wa nafsi ya mtu, yani ule utu wa ndani, nafsi ya mtu kukombolewa, yani uelewa, understanding, kuelewa, kujitambua, kushituka kwenye hilo giza, ukashtuka kwamba niko gizani na ukapata mwanga. Yani ukombozi wa nafsi ya mtu katika ulimwengu wa roho, ili kumweka huru na moja, vifungo, vikwazo, mitego, laana, aibu na mikosi. Aina hiyo ufufuo huhusika sana kiukombozi wa nafsi ya mtu katika ulimwengu wa roho, ili kumweka huru na vifungo vyote vya mwovu shetani, kumweka huru na vikwazo vya maadui, kumweka huru na mitego
ametegwa akanasa kwenye mtego. Sasa huu ufufuo wa rohoni unakuja kukunasua kwenye huo mtego ulionasa, aidha kwa kujua ama kutojua. Ukweli kwamba umenasa, kuna mahali umekamatwa, kuna mahali umenaswa, aidha kwa njia ya asili za familia zetu, asili za koo zetu, asili za maagano mbalimbali tulioingia. Kuna mahali tumenasa, na ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa spidi ya kiagano, na hasa agano la damu. Ndio maana ilipasa Yesu Kristo kama Mungu mwana akaacha enzi, sema akaacha enzi, akauvaa mwili, akaja duniani ili amkomboe mwanadamu, ili anikomboe mimi na wewe, ili tukombolewe sisi ambao tuna huo mwili. Yesu Mungu mwana anaacha enzi yake, anakuja katika vazi la aibu, katika vazi la dhambi, katika vazi la laana, katika vazi la vifungo, katika vazi linalotegeka lenye mitego, katika vazi la aibu, yani mwili. Kwa sababu mwili huu asili yake ni dhambi kwa asilimia kubwa. Ndio maana ni sio rahisi kushinda nguvu ya dhambi kwa uelewa huu wa kawaida. Unahitaji revelation ya kiroho ili uweze kushinda nguvu ya huu mwili. Yesu akilijua hilo, akaja akiwa na nia ya kumkomboa mwanadamu huyu mwenye huu mwili, akijua kabisa kwamba nisipovaa huu mwili siwezi kuupata ule mwili. Kwa lazima nivae mwili ili ni ukomboe mwili, kama ambavyo wewe lazima uhuishe roho yako, uamshe nafsi yako ili ushinde nguvu ya mwili. Ndio maana ili ushinde mwili ni lazima ukae vizuri katika ulimwengu wa roho, upate ufufuo wa rohoni, ili utengeneze mazingira ya usalama wa roho yako. Nafsi yako ikikombolewa kama mtoto wa Mungu, akikombolewa nafsi yake ikawa salama, akatunzwa ule uelewa wake, mindset yake, fikra yake ikawa ni kama Kristo alivyosema yeye alivyo, huyo mtu hawezi kutegwa na chochote. Aibu, mwili huu umejaa aibu kwa sababu ya dhambi. Dhambi ni aibu. Paulo anamwambia mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele. Dhambi hii ni aibu. Mwisho wa dhambi ni aibu, ni laana, ni mikwamo, kwa sababu ya hizi dhambi za ulimwengu, kwa sababu ya asili ya fungamano la huu mwili na aliyevaa mwili. Ikabidi Yesu aje ili kukomboa. Yaani nafsi ya mtu ikipitwa kwenye haya mambo uliyosema, ikiwekwa kifungoni, ikiwa kifungoni moja kwa moja, mtu huyo anakuwa mateka wa ibilisi. Kwa sababu mfalme wa laana, mfalme wa mitego, mfalme wa vifungo, mfalme wa vikwazo ni shetani ibilisi. Mfalme wa uovu ni shetani ibilisi. Ndiye baba wa huo uongo, ndiye baba wa hizo laana zote. Anatafuta mwanadamu amsupport kwenye huo uovu na ubaya. Sema mimi sio sehemu yake. Na Bwana akukomboe katika jina la Yesu, ili usiangukie huko. Kwa hiyo nafsi ya mtu ikiwa kifungoni, moja kwa moja mtu huyo anakuwa mateka wa mamlaka ya ibilisi. Utajikuta tu unafuatisha mambo ya kiibilisi. Utajikuta tu hupendi mambo ya Mungu. Utajikuta unafanya maigizo. Utajikuta unafuatisha vitu viovu. Utajikuta unapelekwa na mambo ya kichawi. Utajikuta unaathiriwa na mambo ya laana na mikosi na vifungo vya kila aina, kwa sababu kuna sehemu Loki iliachia akapata mpenyo, ulifungua mlango. Hali hii sasa inaua kabisa nguvu ya kiroho ya kuenenda katika usafi na kulinda kusudi la Mungu. Hali hii ya mtu kuwa mateka inaua kabisa nguvu ya kiroho, inaua kabisa nguvu ya kiroho ya kuenenda katika usafi. Kuenenda katika usafi, anapozungumzia usafi ni kufuatisha mambo ya kimungu,
yaani kutengwa mbali na uovu wa ibilisi. Sema amen. Ndio kuwa usafi. Ana usafi anaozungumzia sio kwenda kuoga bafuni, no, ni kutengwa na kila mabaya maovu ya mwovu shetani, yaani kutofuatisha amri na mamlaka za shetani, yaani kutokuwa mrithi wa mambo mabaya ya kimapepo, yaani kutokuwa mateka wa vifungo vya hapa na pale. Unapowekwa huru, wewe umetenganishwa. Sasa ambaye hajatengwa, usipotenganishwa, nini kinatokea? Mtu huyu anakufa kiroho. Anakufa kiroho. Maisha yasiyo na malengo yoyote wala mipango yenye maono ndio inakuwa sehemu yake. Anakuwa na maisha yasiyo na malengo, anakosa mwelekeo, anapoteza kusudi la maisha yake, anakuwa ni mtu anaishi tu. Ndio anasema unakuwa na jina la kuwa hai, lakini wewe ni mfu, kwamba japokuwa uko hai ila umeshakufa, sababu amepoteza kusudi. Mwanadamu kwa sababu ya kubiko la dhambi na ile laana ya mwili alipoteza tumaini, alipoteza ile haki ya yeye kuona faraja na tumaini jipya la mwito wake. Anatumikishwa na ile nguvu ya dhambi, yani mwili, itokayo kwa shetani. Mtu akishafika level hii, huyu mtu amekufa. Sasa kuna vita kati ya roho na mtu na nguvu ya mwili. Yaani mwili na roho huwa zina vita, kuna battle fulani ambayo vyote vinapambania hatima, yaani kusudi la Mungu. Mmoja anapambania kusudi litimie, mwingine, yaani huu mwili, unapambania kusudi lisitimie. Kwa hiyo ni vita, ni kinyang'anyiro, wananyang'anyia. Huyu anavuta na yule anavuta, kama ambavyo Yesu alileta habari za ufalme wa Mungu katikati ya habari mbaya ya shetani iliyokuwa imetawala kwa miaka zaidi ya 1400 kabla ya Kristo kuja. Habari ya uovu iliyokuwa imetawala, ya watu kutekwa na kufungwa na vifungo vya ibilisi. Watu walikuwa wanatawaliwa na laana ya dhambi. Kwa Yesu Kristo anakuja na taarifa mpya, anadondosha mamlaka katikati ya mamlaka, anadondosha ufalme, yani analeta ufalme katikati ya utawala wa kifalme wa ibilisi. Ndio maana yake. Analeta nguvu ya kiroho, uhai wa rohoni katikati ya ufu wa mwili huu tuliovaa. Ndio njia ya msalaba, sio rahisi. Kwa nini mwili unataka kushindana na roho? Ni kwa sababu ya ile dhambi inayokaa kwenye mwili. Kuna dhambi imekaa kwenye mwili, yani uasi. Mwili huu muda wote unawaza maovu, mabaya. Kwa hiyo mabaya hayo yanashindana na nafsi ya ndani, yani ile roho ya mtu. Ule kile anachotamani kukifanya anajikuta hakifanya. Ni vita ya kinyang'anyiro. Unafundishwa kuhusu usafi, ukitoka akili inakwambia kuhusu uchafu. Unafundishwa kuhusu haki, ukitoka wazo baya linaingia kwenye fikra zako na linatawala fahamu zako, na unajikuta unaenda level nyingine ya kuanza kutekeleza huo uovu. Umekuwa mateka tayari. Warumi sura ya 7 mstari wa 17 mpaka 19. Anasema ule mstari wa 17, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Paulo huyo anasema, yani ni dhambi inayokaa ndani ya mwili. Paulo anachojaribu hapa, anaonyesha tofauti ya tengamano kati ya dhamiri yake na mwili, yani nguvu ya mwili ambayo imekamatwa na asili ya dhambi. Ndio maana anasema si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Ndani wapi? Kwenye mwili. Ndani wapi? Kwenye mawazo. Ndani wapi? Ni matendo. Unachokionyesha ndio tunajua wewe ni nani ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapowaza, when you speak, ukizungumza, tunaweza kuelewa huyu mtu ana moyoni mwake amejaza kitu gani. Anaendelea mstari wa 18. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu,
halikai neno jema. Unasikia? Halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Ninapishana na uamuzi. Yaani maana yake Paulo anatusema hapa kwamba kuna kitu anatamani kukifanya kizuri, lakini mwili unapambana na roho. Yaani anajikuta kwenye mechi, akitaka kufanya jambo zuri, mwili unapambana naye kumzuia asifanye hicho kitu. Kama ambavyo wewe unaweza kusema leo niamke usiku saa 7 niombe. Nitaamka saa 7:30 usiku niombe, nitaamka saa 8 niombe. Lakini ikifika saa 8 ndio unaanza kuota ndoto nzuri, sasa unakoroma. Pale ni mwili unashindana na ile azma ya roho yako, kwamba ulitaka uunganike na roho yako ambayo hailali, ulitaka uunganike na utukufu wa Mungu na uwepo wake ambao Mungu halali wala asinzii. Lakini vita ikainuka kati ya huo mwili unataka kukuhamisha usiunganike na roho yako. Lengo ni kukuangusha. Sema nakataa kuanguka katika jina la Yesu. Hebu kama unakataa sema kwa sababu nakataa kuangushwa. Ndio hiyo nasema lililo jema sipati. Sipati. Kutaka nataka. Yaani natamani kuomba, natamani kuamini, natamani nisimame vizuri katika Bwana, lakini mwili unanishinda kwa sababu sina kwenye akiba yangu maarifa ya neno la Mungu ambayo yangeweza kutibua uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yangu akanishirie kwa kunikumbusha. Huwezi kukumbushwa ambacho hukijui. Hebu tuambiane ukweli. Wewe unaishi tu, huna neno lolote ndani yako, kwa sababu neno la Mungu ili lifanyike mwili, yani liwe halisi, ni pale ambapo Roho Mtakatifu anajifunua ndani ya neno. Akijifunua ndani ya neno, neno linakuwa halisi kwenye maisha yako. Kwa hiyo anapokuja kukukumbusha, anajua anaongea na mtoto wake ambaye anajua neno linasema yeye ni nani. Kwa hiyo lugha ya rohoni haitumiwi katika misingi hii ya kibinadamu. Kuna lugha maalum ya ulimwengu wa roho, ambayo kama huna hiyo lugha ya ulimwengu wa roho ambayo ni neno lake, kama huna hilo neno lake ndani ya ufahamu wako, hawezi kukukumbusha chochote. Maana yake nini sasa? Weka akiba ya neno la Mungu ili kufungua anga la ulimwengu wa roho lipate access na wewe. Sema haleluya. Anaendelea 19. Kwa maana lile jema nilipendalo. Yaani kumbe kuna jema analipenda. Ona huko Paulo anasema, mtumishi wa Mungu. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi. Unasikia? Silitendi. Bali lile baya nisilolipenda, hilo ndio nalitenda kwa haraka. Yaani hilo ndio nalitenda. Ina maana naongozwa, nateswa na mwili. Yaani nimekuwa mateka. Ndio maana ya kuwa mateka. Mateka ni mtu ambaye amefungwa miguu, amefungwa kiunoni, yani hapa, amefungwa mikono, amefungwa shingo. Yaani anapelekwa, anapoenda ndio na yeye anakwenda huko. Kwa hiyo ni mateka. Anawaza vizuri, lakini hana ile hakikisho la mawazo yake kutimia katika utimilifu. Kwa hiyo ni mateka, ni mfungwa huru. Anajiona yuko huru, anakiri kwamba ameokoka, anakiri Yesu ni mwokozi wa maisha yake, anakiri Yesu ni Bwana wa maisha yake, anakiri Utatu Mtakatifu, yaani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, anakiri kwamba anaenda kanisani, anakiri kwamba huwa anaomba, anakiri kwamba huwa anaimba, anacheza mbele za Bwana, anakiri kwamba anawasaidia watu. Kuna vitu vingi, listi inaendelea, anakiri, lakini kuna kitu amekikosa. Hana neno la Mungu ndani yake. Kwa hiyo hana ule uhai. Chemchemi ya uhai ya maji ya uzima ni neno la Mungu ambalo ndio ushirika mtakatifu. Sasa zipo dalili za kuepukana na hichi kitu, kwa sababu lengo la adui kukuweka kwenye haya mazingira ya mateka, kukufunga, kukusumbua huku na kule. Lengo lake ni moja tu, kuua cha Mungu ndani yako. Sasa zipo dalili za mtu anayekaribia kufa kiroho ama anayetaka kufa kiroho. Ziko dalili. Dalili ya kwanza ni ulegevu katika kazi ya Mungu. Hii tunaiona vizuri
Utaangalia Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Lakini ulegevu huu katika kazi ya Mungu unaweza kuwa na jina la kuwa hai lakini umekufa. Kwa hiyo unatambulika kwamba umeokoka lakini huna matunda. Huna matunda. Hakuna unachofanya, wokovu wako ni bure. Huo wokovu unaosema unao kwa kinywa chako, moyo wako hauonyeshi hivyo. Kwa hiyo ufanani na huyo Kristo unayemsema. Yaani ukimtazama wanaona giza, afu wewe unaongea nuru. Hebu sema Mungu atusaidie. Maana yake ni kwamba wapo Wakristo wengi makanisani na wanajulikana kwa majina yao, kwa vyeo vyao, kwa heshima zao, kwa hadhi zao na kadhalika, lakini Mungu hawatambui kwa sababu hawajakaa kwenye nafasi zao sawa sawa. Wamekaa kujionyesha kwenye macho ya wanadamu kana kwamba wako sahihi, lakini katika ulimwengu wa roho, macho ya Bwana akiwatazama hawatambuliki. Ni vibaya sana kutotambulika na mbinguni. Ndio maana hata Jumapili tukasema, Bwana Yesu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Hakikisha unatambulika kule mbinguni. Haleluya. Hakikisha hivyo. Ulegevu utakuharibia. Ulegevu utakuharibia. Kutokuyashika ya kimungu, unayawaza na uyafanya, huo ni ulegevu. Unahubiriwa kama hivi, acha uovu, acha dhambi, acha roho mbaya, acha ulevi, acha usuda, acha uchawi, acha kuabudu miungu mingine, lakini bado unakwenda kwa waganga, unapatikana kwa waaguzi, unapatikana huku na kule. Yale yote unayokatazwa usiyafanye, wewe unayafanya. Na bado unakiri upo kanisani. Unakiri wewe ni muamini. Wewe ni Mkristo anayelegalega. Utakuja kuangusha watu wakati wewe mwenyewe umeshaanguka. Kataa kulegalega katika jina la Yesu. Hivyo basi tunapaswa tuimarishe mambo yanayotaka kufa ndani yetu. Hapa ndipo tusome sasa ule Ufunuo wa Yohana sura ya 3. Hapa kanisa la Sardi lilikuwa limeandikiwa ile barua. Hizi ni nyaraka 7 za makanisa 7. Kwa hiyo huu Ufunuo wa Yohana sura ya 3 ni kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi. Anakwambia, andika, haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Inua macho kidogo. Unasikia? Na yajua matendo yako kuwa unajulikana una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Yaani maana yake kwamba ingekuwa Kiswahili chepesi, wewe maigizo yako tunayatambua. Ni Mkristo mwigizaji. Unaigiza umeokoka. Ingekuwa Biblia sasa hivi tungesema tuandike, tungesema tu hivyo kwamba naujua jinsi ulivyo msanii, unajua kuigiza kama umeokoka, lakini kumbe hujaokoka. Kataa kuwa mwigizaji katika jina la Yesu. Usiigize kitu, ishi kuwa halisi. Kama ni moto uwe moto kweli kweli. Kama ni baridi uwe baridi. Amen. Anaendelea mstari wa 2. Anampa majukumu sasa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Unasikia? Mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Kumbuka hapa tunaangalia dalili za mtu anayekaribia kufa kiroho. Kwa neno la Bwana hapa linawaishwa kukusaidia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unayekaribia kufa kiroho, sasa unaambiwa uwe mwenye kukesha. Uwe mwenye kukesha. Yaani rejea kwenye ustadi wa neno la Mungu. Rejea kwenye kutamani kustawishwa na neno la Mungu. Rejea kwenye uhai wa maarifa ya Mungu kufanya kazi ndani yako. Ndio kuwa mwenye kukesha. Yaani rejea kwenye ile kusudi uliloitiwa. Kaa pale kutamani ushirika na Mungu. Kataa ulegevu. Mkristo mlegevu hatambuliwi na Kristo. Wewe unakuwa ni msanii. Na tumejaza siku hizi wasanii wa kiroho wengi. Wakristo wasanii wanaigiza vitu ambavyo sio halisi kwenye maisha yao. Wanaigiza kuhubiri, wanaigiza kuomba, wanaigiza kunena kwa lugha. Ni matapeli. Wanakuja kuharibu fikra za watu. Ni maagents, ni mawakala wa ushetani, ni wa uibilisi, ni mawakala
wa mapepo, wamebeba jumbe za kusambaratisha watu, wameachiliwa kama nyuki wanavyoachiliwa wakang'ate watu. Namba 2, roho ya kusitasita katika kazi ya Mungu. Twende kitabu cha Mathayo. Twende Mathayo ile 21, tuangalie hapo tunaambiwa kitu gani. Mstari ule 28 mpaka 30. Pointi yetu ni kusitasita. Roho ya kusitasita. Anasema mstari ule 28, lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akajibu akasema, naenda bwana. Asiende. Nimesema Mathayo 21. Mathayo 21 mstari wa 28. Hapa tunapewa maelezo ya watu wawili, wana wawili ambao kila mmoja alipewa maagizo na kila mmoja akayapokea kwa namna tofauti. Ndio hiki ninachokisoma hapa kwamba lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akajibu akasema, naenda bwana. Asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Ndiyo ile ambayo nasema Kristo alikuja kwa ajili ya walio wake, lakini wakamkataa. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hii kusitasita inavamia maeneo mengi. Hawa walipewa wajibu. Wa kwanza anaitika kitu ambacho haendi kukifanya. Nenda shamba la mzabibu kafanye hiki. Anasema sawa, alafu haendi. Ndio hao waamini. Na tupo wengi makanisani. Tumejazana katika nyumba ya Bwana, lakini hatufanyi kile ambacho anatuambia. Kwa hiyo nafsi zetu ama roho zetu zimeshakufa. Tumekuwa mateka wa uharibifu. Tumebadilishiwa identity, vitambulisho vyetu kwenye ulimwengu wa roho. Sisi tunaonekana ni wa mapepo tu, sisi ni wa shetani, ni wafanyakazi wa ibilisi kwenye maisha yetu. Hebu sema nakataa kuwa mfanyakazi wa ibilisi. Lakini angalia yule wa pili, ameambiwa yeye akawaza akasema sitaki. Mara ya kwanza alipopewa wajibu akasema sitaki, lakini baadaye akawaza vizuri, akajitafakari. Unajua umepewa akili kuwaza. Ndio maana tunaposoma neno la Mungu usisome kama gazeti. Amen? Yaani soma, unajipa break kuelewa kinachozungumzwa, ili upokee huo ujumbe ambao umetolewa mahali hapo kwa namna ya kipekee. Huyu mtu mara ya kwanza alikataa, alisema sitaki. Huyu mtu anafananishwa na yule Adamu. Tulimkaribisha ibilisi kwa njia ya uasi. Adamu alipewa kila kitu, binadamu wa kwanza na Hawa. Alipewa kila kitu kwenye ile bustani. Hapakuwa na mpango wa uharibifu wowote wakati wa enzi ya Adamu. Lakini Adamu mwenyewe ndiye akakataa, akakiuka maagizo, akaruhusu nguvu ya mauti na uovu ikavamia. Kata hiyo nguvu ya mauti katika jina la Yesu, ili isivamie maisha yako. Maana madhara yake ni makubwa. Utaanza kusitasita katika kazi ya Mungu, utaanza kulegea. Hautachochea karama iliyoko ndani yako. Utashindwa kufanya agizo la Yesu Kristo ambalo ameliachia wanadamu, kwamba kuwa kielelezo. Kwa hiyo kataa roho ya kusitasita. Kila siku uimarike, kila itwapo leo wewe imarika. Jibidiishe katika utii wa maagizo ya Mungu na neno lake. Usikie sauti ya Bwana inasema nini na maisha yako. Wewe mpigie Bwana Yesu makofi. Namba 3, dalili ya 3 ya mtu ambaye amekaribia kufa kiroho ama anayetaka kufa kiroho. Ya 3, kutokupenda kukusanyika pamoja kama watoto wa Mungu na kutopenda kupokea maonyo. Mtu akishafika mahali
anaamua aje kanisani ama asije, amsikilize mtumishi ama asimsikilize, aombe ama asiombe, aimbe ama asiimbe, akifika hiyo level kwamba anaanza kuchagua akusanyikie wapi, aende lini, akifika level ambayo hataki kupokea maonyo, neno la Bwana likihubiriwa yeye anapuuza yale maagizo ya Mungu, huyo mtu tayari japokuwa ana jina la kuwa hai, lakini tayari amekufa, kwa sababu ndani yake amemwacha Bwana, hamtegemei tena Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kukutana kwetu kama kanisa ama kama waamini kunahuisha makusudi ya Mungu ndani yetu. Lipo kusudi, iko sababu ya sisi kukutana ndani yetu. Kiujumla kama washarika, kama kusanyiko, tunapashana joto, tunakumbushana yale yapasayo kutenda, ambayo matokeo yake yatajenga mwili wa Kristo kuanzia kibinafsi na kiujumla kama kanisa. Sema haleluya. Kwa hiyo kukutana kwetu kunakuwa na maana kubwa waumini tunapokusanyika kama hivi tulivyofanya leo. Hebu jipongeze kwanza, jipigie makofi. Tumefanya jambo zuri sana. Wakati wengine wamekaa huko na kule, sisi tumekusanyika. Ina maana muda wetu huu tuliokaa mahali hapa haui bure. Kuna ufufuo unafanyika ndani yetu. Kuna nguvu ya ufufuo inaamka ndani yetu. Kuna roho ya uhuisho inaamka ndani yetu, kwa sababu neno la Mungu linakuwa hai. Sisi kama waamini tayari Yesu Kristo ametuunganisha kama mwili wake na yeye kichwa cha kanisa, kwa kujitoa kwake afe kwa ajili yetu pale msalabani. Hivyo basi kukutana kwetu ni kitu cha muhimu sana. Tusome Waebrania 10:25. Anasema wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane. Unaona, kumbe kuonywa nayo imo. Lazima tukubali maonyo, kurejeshana kwa upendo sisi kwa sisi, kupashana habari njema, kutiana moyo kwa safari jinsi ya kusonga mbele. Ndio maana tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Tusiache kukusanyika. Neno linatuambia tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Kama wengine wanafanya, na sisi tufanye. Kama mapepo yanakusanyika kuwaza kukupangia wewe vitu vibaya, kama adui anakaa kuwaza kufanyia vitu vibaya, kama misimu ya ukoo wenu inakujaga usiku, inakufuata, inakusemesha na kukuonyesha vitu vibaya, wewe kwa nini usikusanyike na Mungu wako? Penda ushirika kati yetu na Mungu. Penda ushirika, usikae peke yako. Namba 2, ufufuo wa huduma. Hii ni ya pili na ya mwisho kwa leo, sababu ni series tunaendelea. Kesho tena tutaendelea na Bwana atuwezeshe. Aina ya pili ya ufufuo. Tumemaliza aina ya ufufuo wa rohoni. Aina ya pili ya ufufuo ni ufufuo wa huduma. Ufufuo wa huduma. Huduma ni karama za Roho Mtakatifu ambazo huachiliwa kwa muamini kwa njia ya kipawa ili kuimarisha kazi yake Mungu ndani yetu. Sema haleluya. Ndio maana ya neno huduma. Ile unavyohudumia na wewe, ina maana tayari unahudumiwa ndani. Huwezi kutoa ambacho huna. Ina maana ili utoe kitu lazima wewe kwanza uwe nacho. Hii ndio ilifanya Petro na Yohana walipokuwa wanakwea kwenda kusali, wanafika kwenye lango lile, mlango unaitwa Mzuri, Matendo ya Mitume. Wanafika wanamkuta kiwete amekaa, ameketi mlangoni akiomba. Sio anamuomba Mungu, anaomba fedha na chochote ambacho kinakuwepo. Wanacheka, wanasema, wanamkazia macho, wanasema huyu anachokiomba kwetu sicho kilichotuleta hapa. Sisi hatujaja kugawa fedha, hatujaja kulisha watu chakula cha kimwili. Ngoja tumpe anachokistahili.
huyu mtu anahitaji ufufuo na uzima, anahitaji kuuishwa maishani. Ndipo anamkazia macho, Petro anakaza macho, anamwambia yule kiwete, tulicho nacho ndicho tukupacho, kwa jina la Yesu simama wewe. Sisi hatuna fedha wala dhahabu. Petro anaamuru ile nguvu ya ufufuo itende kazi katika ufufuo. Petro anatimiza huduma iliyoko ndani yake, kuwapatia watu huduma bora katika mamlaka ya ruhusa ya kiroho ambayo ni utumishi. Sema haleluya. Anaona huyu kwa kuwa amenigusa leo nampeleka kwa Mungu wake. Hawezi kukaa hapa ili eneo amekaa kwa muda mrefu. Kama ambavyo umekaa kwenye mateso ni muda mrefu sana, unahitaji mpenyo. Lakini kama mahali ambapo huo mpenyo utakukuta ni kama hivyo, kama mahali ambapo tunakusanyika nyumbani mwa Bwana, rahisi sana mpenyo kukukuta, ni rahisi ufufuo kukukuta, tofauti na ukiwa mahali pengine. Sema haleluya jamani, haleluya. Penda hicho jambo. Kwa hiyo huduma hiyo muamini hupewa kwa njia ya kipawa ili kuimarisha kazi ya Mungu ndani yake kupitia hiyo kipawa chacho. Huduma kwa maana nyingine ni wajibu maalum, kwa kila muamini ama mfuasi wa Yesu Kristo kuyatenda yale yote ya Yesu, yani Mkristo. Unapojiita Mkristo, ina maana wewe unakuwa Kristo. Wewe unakuwa Kristo. Unapobeba habari za uokozi, wewe unakuwa muokozi. Wakala wa kampuni ya huduma fulani, huyo anaonekana kama ile huduma. Ina maana lazima ufananie huyo Yesu unayemsema. Mwili wako ni hekalu takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Mungu ndani ya mwanadamu, hiyo huduma ni kazi ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kazi ya Mungu, yani ile Mungu anapofunction, anapofanya kazi, matunda ya kazi ndio mwanadamu. Sasa huyo mwanadamu anapojibidiisha katika kuyafanya mambo ya kimungu, anamdhihirisha Mungu. Akifanya hivyo amefanya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kazi ya Mungu ndani ya mwanadamu ama muamini, ni uvuli wa kazi ya kimungu. Huduma ni uvuli wa ufuasi wa Yesu Kristo katika vitendo. Yani huduma ni uvuli wa ufuasi wa Yesu Kristo kivitendo. Umevuka level ya kusema kwa kinywa, umevuka level ya kukiri, unaanza kutenda kama Kristo alivyotenda. Unaanza kukiri kufufuliwa kama Kristo alivyofufuka. Ukifika hiyo level, wewe ni Mkristo. Sema mimi ni Mkristo. Yes, lakini usiseme kama hujafikia kiwango hiki. Lazima vile alivyo Kristo ndio na wewe uwe hivyo. Lazima ufanye aliyofanya Kristo. Lazima uishi kama Kristo anavyotaka. Tunaendelea tena. Huduma ni picha ama taswira halisi ya upendo wa Yesu ulio wazi. Mbona? Yani hiyo huduma, ministry, hiyo kipawa ulichonacho ni kielelezo ama ni picha, taswira halisi ya upendo wa Yesu ulio wazi. Unaposaidia watu, unapoombea watu, unapohubiria watu, unapowapenda watu, unaposamehe, unaposhinda nguvu ya dhambi, unapotangaza msamaha katikati ya uharibifu, unaposambaza amani katikati ya watu ambao wana huzuni, haya unayoyafanya wewe unasababisha huduma ya Yesu Kristo kusimama. Haleluya. Haleluya. Hivyo huduma husimama kama alama inayomtambulisha ama inayotambulisha matokeo
ya kazi ya Yesu ndani yako, yani hiyo karama, huo wokovu ulionao, hiyo imani unayoisimamia, husimama kama alama inayotambulisha matokeo ya kazi ya Yesu ndani yako, matokeo ya kazi ya msalaba ndani yako, matokeo ya kufufuka kwa Yesu Kristo kwenye maisha yako, matokeo ya kaburi kuachwa wazi na mfalme wa falme akatoka, mwanaume wa wanaume akatoka. Kazi hiyo inadhihirishwa na nguvu ya huduma utakayoachilia, jinsi unavyojiruhusu kutumiwa na Bwana kikamilifu, ndio unafungua mamlaka ya huduma kuonekana. Sema amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Kama huduma isimama kama alama, mimi ningekuwa ningeshtuka. Sema nimeshtuka. Kumbe ninapaswa kuwa na alama. Ndio nasema tunapata pigwa chapa za Kristo. Kumbe kuna alama lazima nipigwe ili mapepo yasipate access kwangu, ili misimu isiniendeshe, ili wakuu wa anga hili wasiniendeshe, ili majeshi ya pepo wabaya yasipate control kwenye maisha yangu, yasizuie barabara yangu ya kupokea yale mema yatokayo juu, yasisimame kama kizuizi. Kumbe ninapaswa niwe na alama. Alama hiyo ni nini? Alama hiyo ninapofanya huduma ya Yesu Kristo, ninawekewa alama kwamba mimi ni mtoto wa Yesu. Amen. Balozi kwa nchi husika, huyo mtu huwa ni nchi. Na ndio maana hata anapotembea balozi anatembea na bendera, kwa sababu hilo ni taifa linatembea. Hebu jifikirie wewe na mimi jinsi tulivyofanywa kuwa taifa teule. Yani Mkristo unapaswa uwe na bendera ya Kristo Yesu inapepea kwenye paji la uso wako. Damu yake imekuosha, umekombolewa, kuna alama umepigwa. Ulimwengu wa roho wakikutazama wanaiona ufufuko wa Yesu Kristo, wanaiona damu iliyosafisha maisha yako. Ulimwengu wa giza wakikutazama wanasema huyu hatumuwezi, anakaa kali sana kwenye paji lake la uso, inang'aa, inatuchoma, inatuunguza. Akiongea maneno yake yanachoma, yanaunguza. Akiomba maneno yake yanachoma, yanaunguza. Akihubiri maneno yake yanachoma, yanaunguza. Akitabasamu, tabasamu lake ni moto. Lazima uwe moto, ndiye mwezi uwe moto. Kataa ubaridi, kuwa moto. Mwambie tena uwe moto kwa jina la Yesu. Wewe ni mjumbe wa ufalme wa Mungu. Wewe ni mjumbe wa habari ya Yesu kufufuka. Wewe kama unamwambia unasema Yesu amefufuka, na hiyo ndio habari yetu, ndio injili. Yesu amefufuka. Basi lazima wewe usiishi kama mfu. Uwe na majibu kwenye maisha yako. Lazima uwe na mamlaka, utembee katika mamlaka ya kimungu ambayo Mungu amekuwekea. Tembea katika nguvu ya huo ufufuo ambao unausema kwenye kinywa chako. Lazima Kristo na mamlaka yake, lazima Kristo na ukuu wake, lazima Kristo na enzi yake, lazima Kristo na utukufu wake ufanye makao ndani ya maisha yako. Ndipo unaweza kusema huduma ya Yesu Kristo. Huduma ya Yesu lazima iwe ndani yako. Huduma ya Yesu Kristo. Sema huduma ya Yesu ingia ndani yako. Anza kazi ndani yako. Amen. Mwambie niwekee alama. Alama, utambulisho, identity, kwamba mimi ni wa Yesu. Naitaka hiyo alama. Naitaka hiyo alama. Naiomba hiyo alama. Alama hiyo ni huduma ya Yesu kwenye maisha yako. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Huduma ya Yesu, the ministry of Jesus. Hallelujah. Mpigie tena Bwana Yesu, amefanya mema. Hallelujah. Hiyo huduma ndio ulinzi. Unasikia? Huduma ndio ulinzi wa agano la Mungu ndani yetu. Bila ulinzi huo wewe unaibiwa tu. Bila ulinzi huo nyota yako inaibwa. Hatima yako inatekwa, ni rahisi kudhulumiwa.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukijibidiisha katika huduma ya Yesu, kufanyia kazi wajibu wako kama muamini, as a believer, wajibu wako kama Mkristo, wajibu wako kama balozi wa ufalme wa mbinguni, ukitimiza majukumu yako ya kibalozi, utapewa treatment kama nchi inavyopaswa kupewa treatment. Utahudumiwa kama balozi, utahudumiwa kama hiyo utawala ambao unawakilisha. Lakini ni kama utatimiza majukumu yako vizuri. Mwambie mwenzio, bendera ya taifa lako ipepee. Bendera ya Yesu ipepee. Bendera ya Yesu ipepee. Mwambie, damu ya Yesu, alama ya damu yake lazima ipigwe kwenye paji lako. Lazima ipigwe kwenye chapa za mikono yako hapa. Alama ya ukombozi lazima ipigwe kwenye enka, kwenye hapa. Mwambie, lazima kuwe na alama na moyoni mwako. Weka neno la Bwana. Ndio makazi ya Roho Mtakatifu. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Roho anakaa kwenye neno. Ulinzi unaozungumzia. Unataka ulinzi. Analindwa mtu ana nini? Huwezi kulindwa una lolote. Ukiwa ulinzi, ni lazima uwe na mali ambayo ina thamani ya wewe kuwekewa ulinzi. Lazima uwe na cheo ambacho umekivaa kinastahili wewe uwe katika hali ya ulinzi. Kama hujafika hapo hamna kitu. Kataa katika jina la Yesu. Amen. Sema haleluya. Kila aliyeokoka, na malizia, kila aliyeokoka ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kazi yetu ni kuipeleka injili mbele na kuwa msaada kwa watu. Kila aliyeokoka ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, na kazi yetu, kazi ya huyo aliyeokoka, yani huyo ambaye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, kuna kazi anayo ambayo ni kuipeleka injili mbele na kuwa msaada kwa watu. Ndio maana Waefeso 6 mstari wa 18, Waefeso 6 mstari wa 18, Paulo anasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Unasikia wajibu? Kila aliyeokoka ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kazi yetu ni kuipeleka injili mbele na kuwa msaada kwa wengine. Anakuwaje mtu msaada kwa wengine? Ni pale anapoitimiza huduma ya Yesu Kristo aliyoiweka ndani yake kwa watu, ili watu hao wapokee huduma ya Yesu Kristo, wamrejee Yesu, wapate taji ya uzima na wapate ukombozi. Huduma ya Yesu Kristo ni kuwaweka watoto wake huru. Huduma ya Yesu Kristo ni kuponya magonjwa. Huduma ya Yesu Kristo ni kufufua waliokufa. Huduma ya Yesu Kristo ni kuwaweka watu huru kutoka kwenye vifungo na mateka. Huduma ya Yesu Kristo ni kuwatangazia watu mwaka wao wa ufufuo. Huduma ya Yesu Kristo ni kuwapa watu tumaini jipya ambalo wamelipoteza kama wanadamu kwa kuruhusu elimu zingine zikaiba ufahamu wao, wakasahau nafasi zao kama watoto wa Mungu. Huduma ya Yesu Kristo inafanyisha urejesho, inarejesha ule msingi wa kiagano kati ya Mungu na mwanadamu kwa njia ya ukombozi. Akaja Yesu, akafanyika daraja, akatangaza utawala mpya, akatangaza msamaha wa dhambi, akatangaza habari njema. Kwa sababu yake tunaokolewa. Mpigie Bwana Yesu makofi. Ndivyo inavyotakiwa. Sema haleluya. Ndio unakuwa msaada kwa wengine. Ukisimama ukayanena hayo, watu wanaokoka. Ukisimama ukayanena hayo, watu wanaponywa. Ukisimama ukayanena hayo, hatima njema zinawarejea watu, wanatoka kwenye mashimo. Hebu anza kutoka kwenye mashimo. Sema natoka. Anza kutoka kwenye mashimo. Anza kutoka kwenye mikono katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema natoka. Nguvu ya ufufuo. Kwa kuwa ufufuo ni urejeshwaji wa kitu katika maisha yako kilichokuwa kimekufa. Basi nguvu ya ufufuo ni uweza wa kiungu katika Mungu wenye mamlaka ya kurudisha uhai wa kitu.
Sikia, ni uweza wa kimungu. Unapozungumzia ufufuo, hakuna mwanadamu anayeweza kufufua, hayupo, ila Mungu ndiye anayeweza kufufua. Kwa asili ya ufufuo ni Mungu mwenyewe. Sema haleluya. Ndiye mwenye mamlaka hayo. Kufa na kufufuka kwa Yesu inatufundisha kuwa kuna maisha baada ya kufa, na pia kuna uhai baada ya kitu kufa. Mifano inayodhihirisha nguvu ya ufufuo na asili yake ni kama ifuatavyo. Mfano wa kwanza ni binti Yairo. Tulisoma kama Jumapili moja imepita habari za binti Yairo aliyekuwa amekufa kabisa, lakini baba yake akaenda akamsihi Kristo kwamba twende nyumbani ukaweke mkono juu ya binti yangu anaumwa, ukiweka mkono wako juu yake atapona. Wakati wakiwa njiani yule binti akafa, lakini Yesu akaendelea ile safari, akafika nyumbani kwa Yairo na akamfufua yule binti katika utukufu wa Bwana. Na wewe leo unafufuliwa katika jina la Yesu. Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Ile kazi aliyoianzisha ndani yako ni lazima aitimize. Sema haleluya. Amen. Huo mfano wa kwanza unapata kwenye Luka 8:49 mpaka 59. Ukienda ukisoma utaipata. Mfano namba 2 ni lile lango la Naini. Lango la Naini. Yesu alikutana na maiti na kumwamuru ainuke, na akainuka na kuzungumza, akala na chakula. Hiyo ni Luka 7:12 mpaka 15. Yaani Yesu alikutana na watu wanakwenda kuzika. Hiyo ni Luka 7:12 mpaka 15. Alikutana na watu wanaenda kuzika, wamebeba wanaomboleza, wanaenda kuzika, wanaenda kufukia mtu aliyekufa, hawana tumaini tena. Alikutana na misiba, akafanyika msaada. Ile pointi ya msaada, Yesu akaingia huruma. Ukienda kusoma utaona inasema, maandiko yanasema Yesu akawahurumia wale makutano, akamhurumia mama wa yule kijana, akaligusa jeneza, akasema kijana na kuamuru amka, na kijana akamka. Na leo Yesu anasema mwanangu, na amuru kila ulicho nacho kiamke sasa. Yale yote ulikuwa umepoteza, yale unayodhani umepoteza, vile vitu ulivyovisahau, yale mema ambayo umetenda kwa watu, ulikuwa ni mbegu unapanda, ule wema ulioonyesha kwa niaba yangu, mimi naliutambua. Na jioni leo nimekuja kukurejeshea, nimekuja kukuisha upya, nimekuja kuamsha, nimekuja kukuletea ujira wako. Pokea ujira wake. Tumesoma pale Yohana 10:18. Amesema mwenye ana mamlaka, hakuna awezaye kumuondolea uhai. Anautoa mwenyewe na anaurejesha. Tumesoma. Nenda ukasoma 10:18 Yohana. Hakuna anayeweza kuniondolea. Inamwonyesha maana gani? Yaani Yesu alijiondolea mwenyewe uhai. Aliamua sasa niondoke. Ndio maana akasema Baba, mikononi mwako naweka roho yangu. Akaruhusu kwamba sasa hapa inatosha, kwa kuwa wamenifikisha kwenye kitovu cha birika la mateso ya kiwango hiki. Hapa sijaacha mtu. Ndio maana mikono yangu imepigwa misumari, ndio maana miguu yangu imepigwa misumari, ndio maana nimewambwa kwenye mti. Kwa kiwango hiki hakuna mwanadamu aliyebaki, wote wako. Akasalimu roho yake, akaacha, akaruhusu. Hakuna mwanadamu anayeweza kusema sifi au nimekufa nifufuke. Yesu peke yake anatoa uhai na anaurejesha. Na leo upo na mfalme wa wafalme ambaye anapenda kurejesha uhai kwenye vitu vyako. Sema haleluya. Hayo ni mamlaka ya Yesu. Yaani ufufuo ni mamlaka yake. Huo ni uwezo wake Yesu Kristo. Yaani iko ndani ya uwezo wake. Kufufua ni kitu kidogo sana ndani yake. Yaani ndani ya mamlaka ya Yesu kukubariki wewe ni jambo dogo. Kuuisha hiyo nafsi yako urejee kwenye usafi ni jambo dogo, ni the least of it. Lakini wewe ufahamu wako ndio umekaa mbali naye, umefanya kumekuwa na hukumu. Sasa leo kataa hukumu katika jina la Yesu. Sema ninajiruhusu, naruhusu Yesu anikomboe, anifufue katika jina la Yesu. Yes, ni kawaida yake. Yaani ilikuwa ni kawaida yake kufufua. Yaani dhana ya ufufuo ni kawaida yake, ni moja ya tabia yake, kwa sababu yeye ndiye uhai wetu. Kwa hiyo kufufua sio kitu kigumu kwake. Ufufuo wa tatu ni ufufuo wa Lazaro, tumeusoma hapa.
Yesu alikwenda kaburini na kumfufua Lazaro, na Lazaro akatoka nje kama mfufuka. Hiyo utaipata Yohana 11 ile 38 mpaka 49. Lakini sura yote ya Yohana inazungumzia, sura ya Yohana 11 inazungumzia habari tangu Lazaro akiwa anaumwa mpaka anakufa na mpaka anapofufuliwa. Na Lazaro anafufuliwa na siku 4 ameshakufa, ameoza, anafufuliwa. Yesu anakwenda anamwambia Martha, mimi ndio huo ufufuo na uzima. Mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yaani jioni leo Yesu anakuambia mimi ndio huo ufufuo wa maisha yako. Mimi ndio chanzo cha uhai wako. Yaani wewe ili uwe hai ni lazima ukae vizuri na mimi. Ukikaa vizuri na mimi nitakupa vyote. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote. Ukiweza hapo, ukiqualify huo mtihani wa kutafuta ufalme wa Mungu, ndio hizi saa 1:30 tumekuwa tunaongea hapa. Ni kutafuta ufalme wa Mungu. Unatafuta, anayetafuta anajuaga anatafuta nini. Kuna kitu anakitaka, anatafuta utawala. Angalia watu anatafuta machimbo, anatafuta mali ya thamani. Anachimba akiwa anajua kwamba hii eneo kuna mali, kwa hiyo najua anatafuta mali. Achimbi kwamba ajue anatafuta nini. Akipata ile mali anasema I have found what I need. Nimepata ninachokihitaji. Hebu na wewe sema nimempata Yesu Kristo katika maisha yako. Mfano wa mwisho na tunakwenda kuomba. Yesu Kristo na ufufuko wake siku ya 3. Yeye mwenyewe jinsi alivyofufuka. Mfano wa 4 siku ya 3. Alifufuka kama alivyosema. Huo ni ushahidi wa ufufuko wake. Kwamba alifufuka kama alivyosema. Ushahidi mwenyewe kwamba alijitendea mwenyewe kwa jinsi ile ile alivyofanya kwa wengine ambao tumewaona kwenye mistari. Kila alichokifanya kwa wengine alijitendea yeye mwenyewe. Alikuwa anatengeneza mazingira ya utukufu wa ufufuko wake kuwa mkubwa na ubebe mashahidi. Ile akifufuka kina Lazaro nao washangilia waseme kweli amefufuka kama alivyofufua. Akifufuka binti wa Yairo naye aruke aseme kabisa huyu alikuteka nyumbani, kumbe ni tabia yake kufufua. Kumbe huyu jamaa kubahatisha, kumbe ndio tabia yake. Kumbe ni Yesu kufufuka, kumbe ndio tabia yake. Binti wa Yairo aruke aseme ninao shuhuda, alinifufua mimi na leo yeye mwenyewe amefufuka. Na wewe na mimi inatupasa tumwamini Bwana kwa jinsi ile ile ili tupokee yale yaliyo mbinguni. Hebu simama kwa miguu yako sasa. Ni mkubwa sana kwamba Yesu Kristo na ufufuko wake siku ya 3, kama alivyosema kwenye Yohana 10:18 kwamba hakuna awezaye kuniondolea, mimi ndio nautoa na ninarejesha. Alikufa kwa idhini yake, akazikwa na akafufuka kwa idhini yake. Bwana Yesu apewe utukufu. Alijitendea mwenyewe kwa jinsi yake. Alifufuka kama alivyosema. Kumbe basi Mungu ni analiangalia agano lake apate kulitimiza. Kama analiangalia agano lake, lazima akikutazama aone agano lake ndani yako. Naomba uniangalie huko. Lazima Mungu akikutazama alione agano lake ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lisipoonekana hilo agano, inakuwa ni story tu. Hakikisha agano la Mungu liko ndani yako. Hakikisha neema ya msalaba na wokovu ambao Yesu Kristo ameachilia, ameleta neema. Ile neema ikae ndani yako kikamilifu, ili akikutazama aseme huyu ni wa kwangu, siwezi kuruhusu wateseke. Acha wateseke wengine, sio wewe ambao umebeba ufalme wa Mungu. Watu wakikuangalia wanasema mtu ameokoka vizuri, mbona tena anakosa chakula? Mbona anaugua? Mbona magonjwa yamemkamata? Mbona amekamatwa na mapepo? Mbona anateswa na mizimu ya ukoo? Mbona anateswa na vifungo vya hapa na pale? Kataa jioni ya leo, sema mwisho leo siwezi kuongozwa na mapepo. Na ndicho tutakachoenda kuomba sasa hivi. Tunaenda kuomba nguvu ya huu ufufuo, ili kesho tukija tuzungumzie uzima, lakini huu ufufuo tuwe tumemaliza kwetu, tumefufua vya kwetu. Sema tunafufua vya kwetu. Ni dakika 3 mpaka 5 tutakuwa tumemaliza. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mtoto wako. Nimesikia neno lako. Nimeelewa. Nimejifunza. Na sasa Bwana, nimetambua. Ninakuja mbele zako Mfalme, kwa njia ya unyenyekevu, kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Kwa damu yako Yesu Kristo, unipokee
unipokee kwa mara nyingine. Nimekutenda maovu mengi, unisamehe Baba, unisamehe makosa yangu, unisamehe deni zangu, unifutie kila uovu, unifutie kila aina ya ubaya, unifutie kila aina ya mateso, unifutie kila aina ya fungamano la uovu, katika jina la Yesu. Ninakuja mbele zako mimi kama mwanao, na kusihi Yesu, unitetee, unirehemu, unipe nafasi nyingine ya kufurahi katika wingu la utukufu wako. Unipe nafasi nyingine ya kujiona ninayefaa, kama ambavyo nimeona wewe umefanya ninafaa. Umenifanya ning'are, umening'arisha kweli kweli, kwa sababu ulijitoa uhai wako kwa ajili yangu. Ulijitoa uhai wako kwa ajili yangu, na sasa nimetambua ya kwamba kwako kuna uzima tele. Na sasa nimetambua ya kwamba kwako kuna uzima tele. Na sasa nimejua kwamba ndani yako ipo nguvu ya ufufuo. Ndani yako ipo nguvu ya ufufuo. Ndani yako ipo nguvu ya urejesho. Ndani yako ipo nguvu ya nafasi ya pili. Ndani yako ipo nguvu ya msamaha wa dhambi. Ndani yako ipo nguvu ya kusahau yote. Ndani yako ipo nguvu ya kuachilia. Na mimi usiku wa leo ninakuja mbele zako kwa mamlaka ya jina lako. Ninaingia katika ulimwengu wa roho nikiwa natambua nguvu ya uthamani wangu. Nikiwa natambua nguvu ya uthamani wangu. Ninasema kilicho changu ni lazima kikombolewe na damu yako. Nalituma neno linitangulie kila ninapopita kwa njia ya maombi. Ninalituma neno linitangulie kila ninaloliomba. Maombi yangu usiku wa leo yafike kwako. Nimefungua moyo wangu, umekuwa ni moyo uliopondeka, ambao moyo huu hautaudharau. Unauangalia moyo huu kwa upole, unaniangalia kwa tabasamu. Ninakuja sasa, ninaomba Bwana unifike nguvu mpya, utipue kisima cha uzima ndani ya maisha yangu katika ulimwengu wa roho. Maana ninajua kupambana kwangu si kwa jinsi ya mwili, bali ni katika ulimwengu wa roho. Hivyo ninaingia kwa mamlaka ya rohoni kuvunja misingi ya ibilisi, kuvunja nguzo zote za laana. Aya, ninavunja misingi ya uovu. Vunjika, vunjika, vunjika misingi ya uharibifu unaoharibu maisha yangu. Leo nakutangazia huna nguvu tena. Vunjika, 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 na kuvunja na kuponda na kuponda na kubomoa na kuharibu katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, navunja hiyo misingi yako, navunja hizo nguzo zako, ninavunja uhodari wako, nadhoofisha hiyo mamlaka ya uovu. Toka, toka, achia, 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 toka, 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 haya, toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Nachukua gamba, nachukua gamba, nachukua joho, nachukua nafasi tokeo ya mwili, nachukua kila asili ya mwili, nachukua kila kuwepo la mwili katika jina la Yesu. Utu wa kale, nafua utu wa kale, nafua roho za mauti, roho za mauti. Achia maisha yangu, achia, achia roho ya mauti, achia, achia nguvu za mababu, kumtia, toka, achia, achia katika jina la Yesu, katika jina la toka, 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 achia, toka, sambaratika, kuvunja na kubomoa na kutiisha. Huna nafasi.
Kemea. Kemea nguvu za mizimu. Kemea nguvu za mababu. Kemea laana za ukoo. Roho za malipizi. Roho za kucheleweshwa. Kemea. Sema toka. Kila maagano ya makaburini. Agano la damu za wafu. Agano za miili ya wafu. Toka. Achia. Agano la wafu. Achia. Toka. Agano la makaburi. Agano la damu za binadamu ama damu za wanyama. Toka. Vunjika. Na vunja hao makaburi. Na vunja. Naita wokovu. Vunja. Kata. Pambana na kinachokutesa. Pambana nacho. Ni katika ulimwengu wa roho. Sio kwa jinsi ya mwili. Haturushi matusi. Haturushi kejeli. Tunarusha mishale ya mwovu wa adui ili ikabaratike. Tunatosha mishale. Tunarusha neno la Bwana. Tunatuma neno la Bwana. Tunarusha neema ya Bwana. Tunarusha hasira ya Bwana. Ipenye mpaka kwenye hizo nguzo za uharibifu. Natuma mishale wa moto wa Bwana. Mshale wa Yesu. Mshale wa jina la Yesu. Haya ninavuta. Neno la Yesu. Choma wa moyo. Choma wa nafsi. Choma. Mshale wa Yesu. Mshale ufufuo halisi. Ufufuo uanze kufanya kazi. Nguvu ya ufufuo. Amsha nguvu ya ufufuo. Kama siku ile. Amsha nguvu ya ufufuo. Kama alivyofufuka Yesu siku ya 3 asubuhi na mapema. Magdalena, Mariamu wanaenda makaburini. Walienda na desturi. Walitaka kumpaka mwili mafuta. Wamezoea kwenda kumpaka mwili mafuta kama ilivyo desturi, kwa sababu yule aliyelala ni mtukufu. Wanafika wanakuta jiwe limeviringishwa mbali. Mwanaume ameshatoka. Yesu mwenyewe ameshafufuka kama alivyosema. Hapishani na neno lake. Kama alivyoahidi wanakuta kufufuka. Niomba ita hiyo ndoto, usiangalie, usikae unafungua macho unamwangalia nani anakuhusu nini. Nenda katika ulimwengu wa roho. Omba ita hayo maono. Linda maono. Secure your vision in the realm of the spirit. Secure your vision in the realm of the spirit. Okoa hiyo ndoto. Linda hiyo ndoto. Ndoto ya injili, ndoto ya wokovu, ndoto ya imani, ndoto ya msimamo, ndoto ya kupiga hatua, ndoto ya kupiga mwendo, ndoto ya kusonga mbele kwa nguvu ya Mungu, ndoto ya kusoma neno, ndoto ya kuhubiri, ndoto ya kumtumikia Bwana kwa viwango vingine, ndoto ya kupandishwa juu kwa viwango vingine, ndoto ya kuwa shahidi mwaminifu katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Amsha hiyo ndoto, ita hiyo ndoto, ita chocheo, okoa chocheo, komboa chocheo kama kimefichwa kwenye makaburi, kama kimefichwa chini ya maji ya ziwa, kama kimefichwa kwenye mito. Ita hiyo hatima. Anza kuita. Tamka kijiji chako, tamka ziwa lako, tamka hiyo mito, tamka. Kama imefichwa baharini, anza kuita hiyo ndoto. Ita hiyo ndoto, ita kwa jina, katika jina la Yesu. Tembea katika nuru yake kuanzia sasa na hata milele katika jina la Yesu. Ili kesho tukikutana tukae na nguvu nyingine. Bwana atubariki na kutulinda. Bwana atuangazie nuru za uso wake na kutufadhili. Asiache mguu wetu usogezwe. Atulinde, ahesabu hatua zetu ili miguu yetu isiangukie mabaya. Kila wakati tukawe mashahidi na mashuhuda. Hichi tulichokifufua leo mahali hapa ikawa ni ufufuo endelevu. Ni ufufuo wenye utimilifu kama yalivyo mtimilifu. Amesema sitawaacha hadi ukamilifu wa dahari. Yuko nasi hapa. Ameshiriki nasi hata katika mateso. Na sisi tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye, na tumefufuka pamoja naye. Jinsi alivyo na sisi tupo. Kama alivyo Baba, ndivyo na sisi tupo katika utukufu wake. Haleluya. Mungu atubariki sana. Tufike salama majumbani kwa utukufu wake. Amen.